Naam, taarifa mbaya kwa Samia Suluhu na taarifa njema kwa Tundu Lissu gerezani. Viongozi wakuu wa CCM sasa wabadilika ghafla na kuunga mkono kampeni ya kutaka Tundu Lissu aachiliwe huru. Kiongozi mkuu wa CCM sasa hivi atuma ujumbe kwa Samia Suluhu akitoa ombi la kuachiliwa huru mara moja Tundu Lissu, na ujumbe wake wa mwisho kwa Samia Suluhu utakushangaza. Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla tusonge mbele. Je, viongozi wa juu wa ndani ya chama tawala cha CCM Tanzania wameanza kuvunja safu kuhusu kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu? Kauli ya mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa sasa imezua mjadala mkali wa kisiasa nchi nzima baada ya kutaka Tundu Lissu aachiliwe huru hadharani, akidai kuwa suala hilo linaharibu taswira ya Tanzania na serikali kimataifa. Haya ni maendeleo ambayo watu wachache walitarajia kutoka kwa kiongozi mkuu wa CCM kuunga mkono kampeni ya kutaka Tundu Lissu aachiliwe huru. Hili pia limemshtua Samia Suluhu na viongozi wengine ndani ya utawala. Mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa anayefahamika kama Buluba Mabelele amefunguka kuwa Tundu Lissu aruhusiwe kurejea katika maisha yake ya kawaida kuachiliwa huru, akisema kuendelea kwa malumbano yanayomkabili kiongozi huyo wa upinzani Tundu Lissu kunavuta na kuongeza hisia hasi ndani na nje ya Tanzania. Maoni yake kiongozi huyo wa CCM yamekuwa moja ya hadithi na taarifa zinazozungumzwa sana za kisiasa nchini leo, na kinachofanya taarifa hii kuvutia sana sio tu kile kilichosemwa, lakini ni nani aliyekisema, kwa sababu maoni haya hayakutoka kwa mwanasiasa wa upinzani Chadema, yaliweza kutoka kwa mwanachama wa chama tawala chenyewe cha CCM na mkaribu wa Samia Suluhu. Habari zinasema Mabelele alisema pamoja na kwamba yeye bado ni mwanachama wa CCM, anaamini maslahi ya taifa yanapaswa kuwa mbele. Alidai kuwa masuala yanayomzunguka Tundu Lissu yamefikia mahali yanaathiri na kuchafulia hadhi ya nchi kimataifa. Kauli hiyo ya kiongozi huyo wa CCM pekee ndiyo imezua mjadala mkubwa leo. Kwa miaka mingi mijadala inayomzunguka Tundu Lissu imehusisha kwa kiasi kikubwa wafuasi wa upinzani Chadema, viongozi wa serikali, wataalamu wa sheria na makundi ya haki za binadamu. Sasa hata hivyo, sauti kutoka ndani ya CCM katika mzunguko wa Samia Suluhu imeingia kwenye mazungumzo, na watu wengi wanauliza swali moja: je, haya ni maoni ya mtu mmoja tu au ni maoni ya chama kizima, au inaakisi wasiwasi unaoanza kujitokeza ndani ya sehemu za chama tawala cha Samia Suluhu? Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanasema hilo ndilo swali ambalo kila mtu anajaribu kujibu sasa hivi. Inasemekana Mabelele alisisitiza kuwa msimamo wake haufai kutafsiriwa kama kuingilia mchakato wa mahakama, bali ukweli ambao unafaa kuchukuliwa hatua. Badala yake vilevile alisema wasiwasi wake ni taswira ya Tanzania, umoja wa kitaifa na umuhimu wa kudumisha imani ya wananchi kwa taasisi za kidemokrasia na mahakama. Tofauti hiyo ni muhimu kwa sababu katika maelezo yake yote aliripotiwa kuzingatia maslahi mapana ya kitaifa badala ya mabishano ya kisheria. Hata hivyo, licha ya maelezo hayo, maoni yameendelea kutoa hisia kali. Baadhi ya wananchi wamempongeza, wengine wamemkosoa, na mijadala ya kisiasa mtandaoni imezidi kuwa moto. Kwa wafuasi wa mazungumzo ya kisiasa, kauli ya Mabelele kutoka CCM inatazamwa kama mfano wa ukomavu wa kisiasa. Wanasema kuwa viongozi wanapaswa kuwa huru kueleza wasiwasi wao wanapoamini kuwa maslahi ya taifa yako hatarini. Wachambuzi wengine wanasema kwamba demokrasia yenye afya inahitaji maoni tofauti hata ndani ya chama kimoja cha kisiasa. Kwa mtazamo huo, wanaona maoni yake kama sehemu ya mazungumzo makubwa kuhusu maridhiano na utulivu wa kisiasa. Lakini mtazamaji, si kila mtu anakubali hili. Wakosoaji wanahoji kuwa wanasiasa wanapaswa kuepuka kutoa maoni yao kuhusu masuala ambayo bado yanahusishwa na taratibu za mahakama au bado kesi zao zinasikilizwa. Wengine wanasema wanachama wa chama tawala wanapaswa kuibua hoja hizo ndani badala ya kuziweka hadharani mara moja. Kutokana na hali hiyo, mjadala umepanuka zaidi ya Tundu Lissu mwenyewe. Sasa inageuka kuwa mjadala kuhusu uhuru wa kisiasa nchini, demokrasia ya ndani ya chama na mipaka ya maoni ya kisiasa ya umma. Na ndiyo maana taarifa hizi zinaendelea kuvutia umakini, kwa sababu maneno hayo hayakutoka kwa mwanachadema bali yametoka kwa kambi ya Samia Suluhu ya CCM, kwa sababu inagusa vilevile masuala makubwa zaidi yanayohusu mustakabali wa kisiasa wa Tanzania. Wakati huo huo, mitandao ya kijamii imelipuka kwa hisia kali. Baadhi ya watumiaji wa mitandao walieleza maoni ya Mabelele kutoka CCM kuwa ya ujasiri bila woga. Wengine walimshutumu kwa kuunda mabishano yasiyo lazima, na wengine vilevile walimuingiza
kumwingilia kwa kukigeuka chama chake. Baadhi ya wachangiaji walihoji iwapo kauli yake hiyo inaweza kusababisha mijadala ya kinidhamu ndani ya CCM. Kwa sasa hakuna dalili ya hilo, lakini uvumi unaendelea. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa kauli za viongozi wakuu kutoka chama tawala mara nyingi huvutia uchunguzi zaidi, kwa sababu wakati mwingine zinaweza kufichua mijadala ya ndani ambayo kwa kawaida haionekani kwa umma. Ikiwa ndivyo ilivyo hapa, bado haijulikani wazi, walakini mwitikio unaonyesha jinsi suala hilo linabaki kuwa nyeti. Jina la Tundu Lissu linaendelea kubeba uzito mkubwa kisiasa. Kila maendeleo makubwa yanayohusiana naye huwa yanazua mjadala wa kitaifa, na sura hii ya hivi punde sio ubaguzi. Wachambuzi wengine wanaamini umuhimu wa taarifa hii uko chini ya matokeo yake ya haraka na zaidi katika ujumbe unaotuma. Wanasema kuwa wakati wanachama wa kambi tawala au kambi tofauti za kisiasa wanaanza kujadili masuala sawa na upinzani, inaweza kuunda fursa kwa mazungumzo mapana ya kitaifa ya maridhiano. Wengine wanabaki na mashaka, wanasema kauli moja ya CCM haipaswi kutafsiriwa moja kwa moja kama ushahidi wa mabadiliko makubwa ya kisiasa. Kulingana na wao, vyama vikubwa vya kisiasa huwa na maoni tofauti, na kwa hivyo maoni ya mtu binafsi ndani ya chama haipaswi kutafsiriwa au kuonekana kama kuwakilisha nyadhifa rasmi. Hata hivyo, maslahi ya umma yanayozunguka matamshi hayo kutoka CCM leo yameendelea kuwa na nguvu mitandaoni. Watu wanaendelea kujadili kama maoni yanawakilisha hamu inayokuwa ya maridhiano ya kisiasa au yanaakisi tu imani binafsi ya mwana CCM mmoja. Kutokuwa na hakika huko ndio kwa nini hadithi hii inabaki kuwa muhimu. Kadiri Tanzania inavyosonga mbele katika kipindi cha siasa kinachoendelea, mijadala kuhusu demokrasia, ushiriki wa kisiasa na umoja wa kitaifa yanazidi kupamba moto. Wananchi wengi wanafuatilia kwa makini jinsi viongozi wa vyama tawala na upinzani wanavyoshughulikia masuala haya. Matamshi kama ya Mabelele wa CCM yanaweza kuvutia watu wengi. Hata hivyo, mtazamaji wa Simulizi Media, majadiliano yanapoendelea kuhusiana na suala hili la mwana CCM kutaka Tundu Lissu achiliwe huru, umakini sasa unaelekezwa kwenye majibu yanayowezekana kutoka kwa watu wengine wa kisiasa au viongozi wengine wakuu wa CCM. Hata ikiwa Rais Samia Suluhu Hassan na mahakama za Dar es Salaam, maswali yanabaki: je, wana CCM wengi zaidi watazungumza hadharani? Je, mahakama itaamua kufutilia mbali kesi ya Tundu Lissu na kumwachilia huru? Je, viongozi wa upinzani watafurahia maoni hayo kutoka CCM, au suala hilo litafifia taratibu kutoka kwenye vichwa vya habari nchini? Katika hatua hii hakuna mtu bado anajua, lakini inatarajiwa ya kwamba hivi karibuni majibu yatapatikana. Kumbuka kulike video hii mtazamaji, na usubscribe vile. Kumbuka kunijuza maoni yako kuhusiana na suala hili la kiongozi mmoja mkuu wa CCM kutetea uhuru wa Tundu Lissu au kutaka Tundu Lissu achiliwe huru. Chini upande wa maoni au upande wa comment, niambie mtazamo wako au maoni yako ni gani kuhusiana na suala hili zima. Vile mtazamaji, na kukumbusha tena, like video hii, subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.